Shalom, shalom. Nimewasalimu katika jina la Yeshua aliye hai. Apewe sifa Mwokozi. Leo tutajifunza kuhusu athari za elimu za wanadamu ama giza na nuru. Elimu za wanadamu naziita kuwa ni giza, kwa kuwa hakuna kitu kitokacho kwa mwanadamu ambaye kitakuwa nuru, ama hakuna utakatifu utakaotoka kwako kama hujapewa utakatifu huo na Mungu. Kwa hiyo nuru ndiye mfalme ambaye Isaya 33 kuanzia ule mstari wa 17 imesema, na utamuona mfalme, macho yako yatamuona mfalme katika uzuri wake. Huyo mfalme ndiye ambaye tunaambiwa kwenye kitabu cha Luka ya kwamba tazama tumepewa mkombozi ambaye ufalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa. Kitabu cha Isaya pia 9 mstari wa 6 ama 6:9 inasema ya kwamba tumepewa mtoto mwanamume na ufalme utakuwa begani mwake, ataitwa mfalme wa wafalme. Kwa hiyo huyo ndiye mfalme ambaye tunaambiwa macho yako yatamuona mfalme katika uzuri wake. Haleluya. Kwa hiyo sasa huyu mfalme anaitwa nuru. Ndio maana yeye mwenyewe anatuambia mimi ni nuru. Kila ajaye kwangu atatembea katika giza, bali atatembea nuruni. Na pia tunaona kwenye kitabu cha Yohana 3 kuanzia 19. Inasema, na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Haleluya. Kwa maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru. Kwa hiyo hii nuru haijaanza kukataliwa sasa hivi. Hii nuru le brisai godra limasia. Hii nuru iliwahi kuwa katika taifa la Israeli, ikaitwa jina la Yeshua kutoka Nazareti. Mafarisayo ambao sasa hivi tungewaita wa Kristo. Maana farisayo ni nani? Huyu ni mtu ambaye analisikia neno la Mungu lakini hatendi. Huyu ni king'ang'anizi wa Biblia ambayo haielewi. Yaani ni kipofu anayesoma maandiko. Yaani maandiko yanasema watu hawa wana macho lakini hawaoni. Yaani inamaanisha macho yao yanaona tu vitu vya damu na nyama, na yanaona tu vitu elimu wanazitafsiri kama elimu za kidunia. Lakini sasa huyu nuru, maandiko yanasema na hukumu ndiyo hii, ya kuwa nuru imekuja duniani. Hii nuru ni Bwana na Mwokozi Yeshua Kristo wa Wayahudi, ndiye nuru yao. Sasa hii nuru ilipaswa pia maandiko yanasema Injili ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa Myahudi kisha Myunani. Wayunani ni akina sisi sasa mataifa. Kwa hiyo Mwokozi alileta utakatifu kwa Wayahudi, kisha mataifa anawajilia Mwokozi kwa jina lile la Yeshua, apate kuwaokoa mbali na dhambi zenu. Huyo ndiye anayeitwa nuru.
Riko sai glory masi. Huyo ndiye anayeitwa nuru. Lakini nuru huyu anakuja na elimu ambayo haijazoeleka. Paulo anasema watu hawa wana masikio ya utafiti. Yaani elimu ambayo imetoka kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu wa Mungu aliye hai, Yesu Kristo wa Nazareth. Hallelujah, glory. Kwa hiyo sasa maandiko yanasema, na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza. Giza, maandiko yanasema wengine watapotea katika udhalimu wao, kitabu cha Mhubiri, lakini wengine watapotea katika haki yao. Sasa nataka kushughulika na mahali hapa pa haki. Kumbuka nuru alipoingia kanisani akapata wanafanya biashara, alifukuza waliokuwa wakiuza njiwa. Na huyu njiwa, tunajua njiwa alishuka siku ya ubatizo wa nuru. Na huyu njiwa aliposhuka juu ya mwana wa Mungu, huyu njiwa alikuwa ni Roho Mtakatifu. Lakini tunajua Roho Mtakatifu hauzwi, lakini hapa katika hekalu alikuwa anauzwa. Inamaanisha ni injili ambayo haipeanwi kwa bure. Utajuaje injili haipeani kwa bure? Wakati ambao watu wanaanza kuitisha michango ya kanisa. Amen, glory. Wakati wahubiri wanakuja kwamba kusupport huduma namba ndo hii. Hapana. Watu wa Mungu naishuhudia mbingu na nchi hivi leo. Toa fungu la 10 na utoe sadaka shukrani na rehema. Ni vitu vitatu. Rehema sio fedha wala dhahabu, rehema ni moyo. Na hiyo ndo sadaka ya kwanza katika moyo wako. Herebase kalabandri sai. Ndo sadaka ya kwanza katika ufalme wa mbinguni. Yesu Kristo ambaye ni Yeshua akasema, sitaki zaka, nataka rehema. Agano Jipya imetaja rehema. Sasa sadaka ya shukrani, kuna wakati alisonga karibu na sanduku la kutoa sadaka, akatuambia mjane huyu ndiye aliyetoa vizuri. Na mjane alitoa sijui peni moja, yani alitoa na moyo wake ukiwa mkunjufu. Na pia mjane huyu alitoa zaka yake kulingana na usahihi. Na waambieni sasa hivi, Mungu si tajiri wala maskini. Msitangulie kwenda mbele za Mungu kwa kutanguliza fedha wala dhahabu, hamtakubalika. Akani alificha dhahabu. Alipoficha dhahabu, ilibidi Mungu amwambie Musa, kuna watu wameficha dhahabu katikati yenu. Kuna watu wameficha dhahabu. Sasa hivi dhahabu ni matendo ambayo wewe unayaona ya kuwa yanakusaidia. Lakini maandiko yanasema njia ionekanayo sawa machoni pa mtu ndiyo njia ya mauti. Yale matendo yanayoonekana ni dhahabu, ni asali kwako, ndiyo matendo ya mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa mauti ni mauti ya pili. Mauti ya kwanza ni mauti katika mwili wa damu na nyama, ambapo kama una dhahabu itwayo uzinzi, sasa hiyo dhahabu itwayo uzinzi ikikaa ndani yako itakuletea mauti ambayo ni magonjwa. Baada ya magonjwa yataua mwili wa damu na nyama. Baada ya magonjwa utasimama mbele ya kiti cha enzi. Na hii ndiyo hukumu. Ulikataa nuru inayosema ya kwamba dhambi ya usherati ni dhambi. Kwa hiyo ulipokataa nuru, sasa ukapenda giza, mbele za kiti cha hukumu utapata nuru ndiye atakaye hukumu. Na ulimkataa ungali duniani, sasa utakuwa na nini cha kujibu? Maana uliishi mapokeo ya wanadamu. Kuna injili ambazo ni mapokezi ya kibinadamu tu. Yaani kama umehubiriwa na mwanadamu, hiyo injili sio ya Mungu. Hata kusema kwamba Roho Mtakatifu alinielekeza nisikilize mhubiri fulani, hakuna. Haleluya. Ni mapokezi ya wanadamu. Yaani kuna mtu alimhubiria mhubiri akakuhubiria wewe. Ndiyo maana Biblia hii haijatafsirika kama ambavyo Roho wa Mungu alivyoifanya iwe. Meselindre hai. Kwa hiyo sikiliza, alificha dhahabu akahukumiwa.
Israeli wasingaligwamilia zile dhahabu zilizokuwa kwenye pua, pete za puani, walivyokuwa na vikuku vya dhahabu na pete za sikioni za dhahabu na pete vidoleni na mapambo ya dhahabu walizokuwa nayo, wasingalikuwa wangevua mapambo hayo kama bado wanaondoka Misri. Hawangelimwabudu ndama katika jangwa, Mungu akakasirika akawaua. Kuna vitu ambavyo ni dhambi, ukiviacha kama bado unaingia katika wokovu, vina faida kubwa. Kasome kitabu cha Warumi 6:22, takwambia na mkisha wekwa huru mbali na dhambi, haleluya, na kuwa watumwa wa Mungu, mnayo faida yenu. Faida gani? Ndiyo kutakaswa. Baada ya kutakaswa, mwishowe uzima wa milele. Kwa hiyo tunatakaswa kupitia nini? Kitabu cha Yohana 15:3. Maandiko yanasema Petro walikuwa wanashangaa, na sisi tumetakaswa kwa nini? Bwana akawaambia, ninyi mmetakaswa kwa lile neno nililowahubiria. Sai Rabi. Nimetumwa ili kusafisha uchafu ulio katika makanisa ya leo. Na katika kusafisha huko ndiko huru mtawekwa. Kweli itawaweka huru mbali na dhambi, alafu hiyo kweli itawafanya kuwa watumwa wa Mungu. Yaani mtajazwa nguvu za Roho Mtakatifu na mtaanza kuishi kama Roho wa Mungu anavyotaka muishi. Ndio utakuwa mtumwa. Baada ya kuwa mtumwa kuna faida, ndiyo kutakaswa dhambi zako na kusamehewa. Baada ya kutakaswa, mwishowe ni uzima wa milele. Sasa imesema, na hukumu ndiyo hii ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru. Baadhi ya giza, sasa nuru ni utakatifu. Giza ni elimu za uongo, ni mapokeo ya wanadamu, ikiwemo ubatizo wa maji mengi, ni mapokeo ya wanadamu. Na pia kama kuna meza ya Bwana, ndio kitu kikubwa. Sitakula mkate na kunywa wine kwa kumkumbuka Yesu. Yesu alikuwa ni mwanadamu kama mimi na wewe. Alikuwa na damu na nyama. Saleme sakalala idrika. Akawaambia, mwili wangu, Yohana 6:63, mwili wangu haufai kitu, bali maneno niwaambiayo ni Roho Mtakatifu wa Mungu na ni uzima. Kama anasema mwili wake haufai kitu, lakini anatuambia mambo mangapi? Mawili. Maneno yake, hayo maneno ni maneno ya uzima. Maneno ya uzima yakiwa mengi kama kitabu, yataitwa maneno ya Mungu, maana uzima uko ndani ya Mungu. Sasa uzima haupo kwa mwingine ila kwa yeye aliyeumba vitu vyote. Ndio maana yanaitwa neno la Mungu. Kwa hiyo sasa haya maneno aliyoyasema ni utakatifu. Ndio maana haya maneno unasikia anakuambia mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Roho ni uzima. Matendo ya mwili ni dhahiri, usherati, ulevi, uchafu. Anakuambia vitu vibaya. Anakuambia tafuteni mema, Amosi 5:14. Tafuteni mema wala si mabaya, ili Bwana wa majeshi naye atakuwa pamoja nanyi kama mnavyosema yupo pamoja nanyi. Yachukieni mabaya, yatafuteni mema, ili Bwana awafanyie fadhili. Unaona, neno la Mungu ni maneno ya uzima. Huo ndio mwili ambao ni mkate. Haleluya. Sio kula kimkate kilicho. Hata Israeli katika kukumbuka meza ya Bwana walitumia mikate isiyotiwa chachu. Waliambiwa tumieni mikate ambayo haijatiwa chachu. Maana yake ni nini? Mkate unasimamia mwana wa Mungu.
Yaani ukombozi ama utakaso. Ndio maana mnasema unakula mkate ili utakaswe dhambi. Maandiko yamesema kwenye kitabu cha Warumi 10 na ngapi? 14. Warumi 10 na ngapi? Warumi 14 mstari wa 17. Ufalme wa mbinguni sio kula na kunywa, bali ni haki na furaha katika Roho Mtakatifu. Apewe sifa Mwokozi wetu. Bwana Yeshua asifiwe. Maandiko yanasema Warumi 14 mstari wa 17. Maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa. Yaani sio hizo mikate wala hivyo vitu vyenyu mnavyovifanya, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Ukiangalia makini hii haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu, yaani inamaanisha ndani ya Roho Mtakatifu. Haki, furaha na amani ni matendo ndani ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Yaani baada ya kujazwa kuna matendo. Huo ndio ufalme wa Mungu. Bali ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Ukiangalia kimakini utapata haya ni matunda ya Roho kwenye Wagalatia 5 kuanzia 16. Utaona matendo ya mwili, teremka chini huo ukurasa tu, hiyo Wagalatia 5 tu kuanzia 16, teremuka kabisa, utapata na kuambia matunda la Roho ni dhahiri. Utapata kuna amani hapo, kuna furaha na kuna haki. Inamaanisha nini? Ufalme wa Mungu sio kula na kunywa, bali ni wale watendao matendo ya utakatifu na wale waliojazwa Roho Mtakatifu alafu wanatenda matendo ya utakatifu. Sio kula hivyo vibiskuit. Hii ndiyo damu yangu inayotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Simeandikwa hivyo? Kwa hiyo damu tunapoitumia tunamkumbuka. Kwa hiyo nikikunywa wine kidogo kwa kikombe, ninamkumbuka aliyeniumba. Hebu tufikirie vizuri. Tufikirie vizuri. Nikikunywa wine ama kinywaji ama maji kwenye kikombe, namkumbuka yeye aliyeniumba. Tunamkumbukaje Mungu? Kitabu cha Yoshua 1 mstari wa 5. Inasema Yoshua, maneno ya torati hii yasitoke kinywani mwako, bali yatafakari. Amen. Yatafakari mchana na usiku, ndipo mtakapoweza kuingia katika ile nchi niwapayo, niliyowaapia baba zako Ibrahimu, Isaka na Yakobo, nitawapeni. Kwa kufanya nini? Sheria ya Mungu isitoke kinywani. Hiyo ndio sasa kinywaji, ndio kumkumbuka Mungu, ni sheria yake. Alisema nini? Alisema nguo zimpasazo mwanamke asivae ni kumkumbuka Mungu. Haya, nikuelezee kwenye njia ya wepesi. Tunamkumbukaje Paulo? Kumkumbuka Paulo, tunaenda kwenye waraka wa Warumi. Waraka wa Paulo kwa Warumi. Tunaona Paulo anatuambia, maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Ni waraka. Ni ujumbe wa Mungu aliyetupa kupitia Paulo. Lakini ni Paulo ametupa. Hatujamuona Mungu, lakini tunamuona Mungu ndani ya Paulo. Kwa hiyo tunamuona Mungu, tena tunamuona Paulo. Kwa hiyo sasa tunamkumbuka Paulo kwa nini? Paulo akasema, si tumemkumbuka? Paulo akasema kwenye kitabu cha Warumi, ndipo Paulo akawaambia mtume wa Bwana, maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Huu ndio ufalme wa Mungu, sio kunywa vinywa. Ukinywa, maandiko yamekwambia kiingiacho kinywani hutokea chooni. Haleluya. Lakini yeye, sikiliza, kiingiacho kinywani hupitia tumboni na kutoka. Si ni maneno yake yeye mwana wa Adamu yenyewe. Kisha mwana wa Adamu akasema kwenye kitabu cha Yohana 5:24, akasema ya kwamba amini amini nawaambieni, yeye aniaminie yuna uzima wa milele.
yuna uzima wa milele. Yeye ayasikiaye maneno yangu na kuyaamini. Maneno yake ni nini? Anasema maneno niwaambiayo, Yohana 6:63. Maneno niwaambiayo ni Roho Mtakatifu na ni uzima. Kwa hiyo yeye atakayesikia haya yuna uzima wa milele. Amepita toka mautini. Tunajua mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo dhambi ni mauti. Tunakubaliana? Ndiyo. Sasa kama dhambi ni mauti na unaambiwa alisikiaye neno langu na kuliamini. Kwa hiyo meza ya Bwana ndio hiyo, kulisikia na kuliamini, ana uzima ndani yake. Tujiulize, uzima tunapokeaje? Tunaupokeaje? Neno la Mungu limesema, Yesu akawaambia makutano, maneno niwaambiayo ni Roho Mtakatifu na ni uzima. Akasema, msipoula, si imeandikwa hivyo kitabu cha Yohana, msipoula mwili wangu. Yohana ni 5:51. Ni kusomee kwanza kiwepesi ndio tuendelee. Uone aliposema msipoula mwili wangu na kuinywa damu yangu hamtauona ufalme wa mbinguni. Haya ni Yohana 6 mstari wa 52. Tuanzie 53. Tuanzie 52 ndio muone mnayofanya ndiyo yale ndugu zenu Wayahudi walifanya. Basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Awezaje? Kwa hiyo akisema angalieni, ninyi mmemuelewa ya kwamba akisema kuula mwili na kuinywa damu ni kuchukua kamukate, kakeki na waini mkunywe. Hawa walielewa pia kimwili kama nyinyi. Wakaona ni kuula mwili tu, kuuma na kukunywa hiyo damu. Ninyi mmeelewa ni kuchukua kamukate na kawaini na kukunywa ili mkumbuke Mungu. Hiyo ni hukumu kubwa. Hiyo ndio inaitwa dhambi ya kupotosha. Umepotoshwa kuliko kutubu ukageuka, unaendelea kuwapotosha watu wengine. Kwa hiyo akisema kuula mwili, wakashindana kama ninyi mtashindana. Mkisema mwili ni mkate na damu ni kinywaji mnachokunywa, ni mapokeo ya wanadamu. Sasa anasema 53. Basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, mtu asipoula mwili wake mwana wa Adamu ama mwana wa Mungu ama Yeshua, asipoula mwili wake Yeshua na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Asipoula mwili wake na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Na ametuambia yeye ayasikiaye maneno yangu na kuyaamini yuna uzima. Haleluya. Yuna uzima wa milele. Na hapa imesema tuule mwili na kuinywa damu. Kumbe kusikia ndo kula huo mwili. Maandiko yanasema kanisa la kwanza walijikusanya kila jioni. Matendo ya Mitume walikusanyika kila jioni na kumega mkate kwa pamoja. Ina maana nini kumega mkate? Walikula meza ya Bwana kila siku? Hapana. Ina maana kumega mkate ni neno la Mungu, mkate wa uzima, sio huu wenu wenye kutiwa chachu ambao umetengenezwa na wenye dhambi. Mikate ya zamani watu waliotengeneza waliteuliwa na Mungu kupitia kinywa cha manabii na wakaambiwa tumieni mikate isiyotiwa chachu. Kwa hiyo mkate unamaanisha mwana wa Adam ama mwana kondoo wa Mungu asiyetiwa chachu, inamaanisha asiyetiwa unajisi ama mwana wa Mungu asiyetiwa dhambi. Yani a blameless lamb is used for removal of sins and forgiveness of
any sin. Hallelujah. Kwa hiyo akasema msipoula mwili na kuinywa damu. Mwili ni neno la Mungu, damu ni Roho Mtakatifu. Usipojazwa neno la Mungu kisha ujiliwe na ujazo wa Roho Mtakatifu, hauna uzima ndani yako. Utakula mikate unavyotaka, utakunywa wine unavyotaka paka ukalewa, utakunywa mvinyo unavyotaka. Lakini hata Paulo mwenyewe anasema mvinyo ni kwa ajili ya kutibu tumbo, sio kwa ajili ya vitu hivi. Hii ni elimu ya Roman Catholic. Uongo wa watu wasemao kuwa ni wataua, huku wakizikataa nguvu za Mungu aliye hai. Na ninyi mnaosema mmejaza Roho Mtakatifu bado mnafuata hayo mafundisho, bado mnakula kama wao. Huyo Roho Mtakatifu hajawaambieni kwamba kuna dini na kuna utakatifu, kuna uokovu na kuna dini za wanadamu. Haleluya. Ndio maana Biblia kuna kushindana na mapokeo ya wanadamu. Mitume wanalalamika kwa sababu Israeli ilijawa na mafundisho ya jadi ambayo katika hayo hakuna Mungu. Haleluya. Nikudhibitishie mwili ni neno la Mungu na damu ni Roho Mtakatifu. Kitabu hicho tu cha Yohana 6 na kusomea 68. Yohana 6:68. Basi Simoni Petro akajibu, sikiliza kimakini. Basi Simoni aitwaye Petro akajibu, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele, nasi tumesadiki tena tumejua ya kuwa wewe ndiwe mtakatifu wa Mungu. Mmesikia vizuri? Simoni Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Yesu alimuuliza ya kwamba hata wanafunzi walipoambiwa kula mwili na kuinywa damu hawakuelewa kama ninyi ambavyo hamjaelewa. Angalia akina Petro walikuwa zaidi ya hawa wahubiri wa leo, lakini hawakuelewa. Maana nasema kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma. Maana wameambiwa kuleni mwili na kuinywa damu. Hawakujua kwamba kuna maana katika ulimwengu wa roho. Mwili ni neno lake, ni mafundisho yake ambayo Petro anawaambia twende kwa nani? Maana wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Hayo maneno ya uzima wa milele ndiyo mwili wake, na ndiyo nuru, ndiyo mwili wake. Walishindana naye wakarudi nyuma kwa sababu akili za wanadamu haziwezi kuelewa neno la Mungu. Kama umehubiriwa na mwanadamu umepotea. Hallelujah, glory Masihi. Sasa tuendelee na somo letu lilivyosema, maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Hallelujah. Katika Roho Mtakatifu. Ni kuambia kwamba maneno ya Mungu hayawezi kuonekana katika macho ya damu na nyama. Unahitaji uwezo wake yeye ambaye aliyasema maneno hayo ili kuyaelewa. Yaani unahitaji ujazo wa Roho Mtakatifu na utakatifu ndani yako na neno la Mungu ndani yako. Sikiliza hapa kitabu cha Warumi 1:20. Leo nitakusomea vitabu vyote. Maana pia shetani atakuja kupinga kutumia Biblia hii tu ambayo nimeisoma. Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yaani uwezo wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa, mafumbo yake tangu kuumbwa kwa hii Agano Jipya, kitabu cha Yohana imeisha miaka ngapi? Miaka 2000 na kitu. Mambo haya nayo yahubiri hayakuonekana.
yalipohubiriwa tu katika Uyahudi yakapotea. Ni mimi peke yangu dunia nzima ninahubiri ya kwamba kukula hivyo vitu ni dhambi. Ni mimi, one against the whole world, the whole denominations, the whole religions. It is one. Hallelujah. Inasema kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana. Yanaonekana tangu kitabu hiki kuumbwa, yanaonekana. Na kitabu cha Yohana 3, sikia, kitabu cha Yohana 3:19 inasema, na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa mabaya. Ukikula huo mkate ambao umekula, ukatafuna, ukameza, kwa hiyo wine na huo mkate utakubadilisha matendo? Hauwezi. Kwa hiyo unafanya kitu ambacho wewe hukielewi. Aya, kutafuna hivi, mkate neno la Mungu. Kutafuna ni kuelewa. Unalisikia na unaanza kulitafakari. Yoshua anaambiwa tafakari mchana na usiku, yani tafuna hilo neno. Umeambiwa ubatizo wa maji mengi ni dhambi. Umeambiwa ya kwamba meza ya Bwana ni dhambi. Usile meza ya Bwana, sio kwa njia hiyo, ni kwa njia tofauti. Kwa hiyo ukisikia neno, vitabu vilivyokusomea vinaingia, unaanza kuvitafuna, kutafakari. Ndio sasa mkate umewekwa kinywani, ndio neno nimekuhubiria likaingia kupitia mlango wa rohoni ambao ni sikio, ukaingia hapa. Sasa ni kutafakari. Ndio maana katika Biblia wanapendwa sana Wakristo wa Berea. Wakristo wa Beruya ama Berea walipenda sana kutafakari na kudhibitisha. Hawakuamini kila roho zinazoonekana mtandaoni. Amen, glory mercy. Hallelujah. Kwa hiyo sasa hiyo ndo kutafuna, ndo kufikiria. Mesema na hukumu, watu wamependa giza wakaikataa nuru. Hallelujah. Nami ndo nawafunulia nuru. Atakayekataa atahukumiwa, na matendo yake yataonekana wazi ya kwamba si mtu wa Mungu. Na kusomea kitabu kingine kiupesi ni kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana 8:12. Yohana 8:12. Biblia inasema, basi Yeshua akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Yeye anifuataye hata kwenda gizani tena, bali atakuwa na nuru ya uzima. Uzima wa milele ndio huu, wakujue Baba Mungu wa pekee wa kweli. Kweli ni nini? Ni neno la Mungu. Mungu anatafuta watakao muabudu katika roho na kweli. Hapo unaambiwa mimi ndimi nuru. Kama yeye aliyesulubiwa Bwana Yeshua, mondresai glory didresai, oh alelidre haika, Mokozi Yeshua wa Nazareth aliyesulubiwa, anasema mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Tunajua nuru ni utakatifu. Utakatifu ni elimu. Elimu ni mafundisho. Mafundisho ni maneno ya uzima yanayotoka ndani ya uzima wa milele. Yaani ndio maana hii ndio hukumu. Nuru imekuja duniani, watu wameikataa. Watu wanataka uzima wa milele wa kuenda, lakini hawapo tayari kuanza uzima wa milele. Hawajui uzima upo duniani. Maandiko yanasema uzima wa milele hauchunguziki, maana unakaa ndani yenu. Hauwezi kuenda kama huna uzima ndani yako. Huo uzima anaitwa Roho Mtakatifu.
Huyo Roho Mtakatifu hata kuingia kama mapepo ukaanza kunena sijui nini. Hakuna vitu kama hizo. Holy Spirit is a spirit of knowledge. Ni roho wa hekima na utakaso. Huyo Roho Mtakatifu anawaingia watu waliojawa na neno la Mungu la kweli. Hallelujah. Salila idrihika. Hika hai. Apewe sifa yeye aliyeumba mbingu na nchi. Hallelujah. Hallelujah. Jina la Bwana lipewe sifa na utukufu. Wanadamu watahubiri wanachokitaka, lakini Mungu atabaki pale pale. Namshuhudia yeye aliyeziumba mbingu na nchi ya kwamba meza ya Bwana mnayoila mnatenda dhambi. Kitu kingine ambacho ninyi sharti mkiishi ni lazima ujazo wa Roho Mtakatifu na kuondoleo la dhambi. Lazima utafakari neno la Mungu. Ina maana lazima neno likae ndani yako. Amen. Sio kunena kwa vilugha. Hallelujah, glory mercy. Kama nawaona ndugu zangu mtandaoni umejazwa haleluya haleluya haleluya, hivyo hapana. Roho Mtakatifu ni matendo. Umeambiwa ufalme wa mbinguni sio kula na kunywa. Kitabu cha Warumi 14:17. Ufalme wa Mungu sio kula na kunywa, bali ni amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Ni haki, amani, furaha katika Roho Mtakatifu. Sio sasa hivi. Haleluya, haleluya, haleluya. Na umekunywa waini na umekula kikeki, kimjazacho mtu ndicho kimtokacho chooni kinywani. Lakini kuna kinywa cha rohoni, ambapo sasa kinywa cha rohoni sio hiki, ni hiki. Kinakula neno la Mungu, kisha kinatoa. Hizi milango za rohoni, ukikula neno la Mungu likiingia sana, ukatafakari kama Yoshua, linakutoka hapa, ndo ndimi za malaika. Haleluya. Sio kukurupuka kunena kwa lugha na kutabiri. Selaidreikasai. Haya maneno na yasema ni uzima na ni nuru. Wale watakao yafuata wataokoka. Amen. Na kusomea kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 12 mstari wa 7. Matendo ya Mitume 12 mstari wa 7. Haya ndiyo maneno ambayo yeye aliyeziumba mbingu na nchi anayasema. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani. Mungu akikuja kukuokoa huwa anakupata katika dhambi. Jambo la kwanza. Jambo la pili, huwa anakupata ukiwa mateka. Amen, glory. Ukiwa mateka. Hapa Petro anaokolewa gerezani akiwa ni mateka wa wanadamu. Mateka wa wanadamu waliojawa na mashetani kama vile Herode na askari wa gereza. Sasa Mungu anakuja kukuokoa wewe uliyefungwa katika gereza la rohoni. Umefungwa na wanadamu wanaoitwa wahubiri waliojawa na roho za mashetani ambao wanasema ni Roho Mtakatifu. Amen, Masia, glory Masia. Lakini sasa mara malaika wa Bwana, malaika katika Biblia linakuaga na maana mbili. Maana ya kwanza, malaika tunajua ni mjumbe wa Mungu, si ndio? Analeta ujumbe wa Mungu. Mjumbe wa Mungu kwa kizungu anaitwa the messenger of God. So who is a prophet now? A prophet is a messenger of God. Yani ni malaika mwanadamu, a messenger of God. So hapa mara mjumbe wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani. Chumba ni nini? Ukidhania chumba unadhani ni gereza. Chumba ni ndani yako. Kuna vyumba vingapi? Viwili. Kuna chumba cha nje ambacho ninyi mnatumia mapambo. Ninyi mnasema matukano, mnatumia mapambo. Mnavaa nguo mbaya, mnakifunua. Chumba cha nje ni mwili mnauchafua.
na chumba cha ndani ni roho yako. Kwa hiyo maandiko ikasema akaingia, malaika akasimama karibu naye, nuru ikamlika mle chumbani, nuru ikamlika ndani ya roho zenu. Bwana akija kukuokoa, nuru nimekuambia ni utakatifu. Utakatifu ni neno, neno ni maneno ya uzima aliyosema mwana wa Mungu. Kwa hiyo hayo maneno yanamulika ndani yenu, yanaona dhambi zote, yanaona upotovu, yanaona kukosa kuomba, yanaona kukosa kutubu, yanaona kukosa kugeuka, yanamulika meselindrisa, yanamulika, nuru inamulika katika chumba chako cha ndani. Ndio maana Yesu alisema safisheni kikombe ndani, kisha nje itakuwa safi tu. Kitabu cha Mathayo 23:17. 23:27. Haleluya. Mathayo 23:27 ya kwamba safisheni kikombe ndani, kisha nje yake itakuwa tu safi. Hakuwaambia safisheni nje, aliwaambia nje itakuwa safi, lakini fanyeni nini? Safisheni ndani. Ndio hiyo inasema ya kwamba 26, ewe Farisayo kipofu, safisha kwanza ndani ya kikombe ili nje yake nayo ipate kuwa safi. Kwa hiyo hicho ndicho kinachostahili kufanyika. Ndio maana nuru ikamulika chumbani, imulike roho yako, ione matendo yako kama yanastahili mbele za Mungu. Sio kwanza kunanena kwa vilugha na kufuata mafundisho ya wanadamu. Mbinguni hatuingii kwa sababu ya kunena kwa lugha. Haleluya. Bali maandiko imetuambia tunaingia kwa nini? Kwa amani, kwa haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Na tumeambiwa tukisikia maneno yake, yeye aliyetuumba, yeye Mwokozi, na kuyaamini, tuna uzima wa milele ndani yetu. Tumepita toka mautini mpaka uzimani. Tumeambiwa hivyo. Hatujaambiwa tukinena tuone tumejazwa. Oh, haleluya, haleluya. Hapana. Mnapotoa neno la Mungu kwa kufata mafundisho ya wanadamu. Mimi niliye mzee ni washauri walio vijana ya kwamba katika imani lazima Mungu awe anasema sana kuliko watu wanaokuzunguka. Maana mtu anaweza kutumika na Mungu na shetani wakati mmoja. Kwa mfano Petro ndiye anayemtambua mwana wa Adamu, anasema wewe mtakatifu wa Mungu, mwana wa Mungu. Huyo Petro huyo hapo mbele, Petro anasema hutasulubiwa, mimi ndimi nitakayesulubiwa. Anamwambia shetani, rudi nyuma yangu. Hapo pengine aliposema ni mwana wa Mungu, akamwambia haya mwanadamu hawezi akajua, bali ni Baba yangu ayafunuaye kwako. Haleluya. Chumbani akampiga Petro ubavuni. Malaika akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani. Akampiga Petro ubavuni, akamwamsha. Alifanyaje? Alimpiga Petro ubavuni. Kwa nini asimpige Petro kichwani? Maana Yesu alidungwa ubavuni, ukatoka maji na damu. Petro amepigwa ubavuni. Inamaanisha nini? Ubavuni inamaanisha ni mlango wa rohoni. Simaanishi mbavu za wanadamu ni milango ya rohoni. Ubavuni ni fumbo la kumaanisha mlango. Akampiga ubavuni, inamaanisha akamwamsha katika roho. Roho ya Petro ilivyoamka, mwili uliamka. Maana roho ikiacha mwili hauwezi amka, si ndio? Kumpiga ubavuni, malaika ni roho. Kwa hiyo kama malaika ni roho, hawezi akagusa mili yetu. Pengine awe amegeuka kuwa mwili. Maana mili yetu ni mili ya dhambi. Mbona asiguse mwili wa Petro? Anampiga ubavuni. Ubavuni inamaanisha akamwamsha katika roho. Akamwamsha rohoni. Akamwamsha. Maandiko anasema akisema ondoka upesi. Petro akasikia sauti ikimwambia ondoka upesi, minyororo yake ikamwanguka.
mikononi. Malaika akamwambia nini? Jifunge. Jifunge. Kavae viatu vyako. Viatu ni Injili. Unavyotolewa kwenye gereza la manabii wa uongo, gereza la elimu za wanadamu, unaambiwa jifunge. Kujifunga ni kujifunga mkanda. Jifunge mkanda, yani jipe moyo. Kujipa moyo ni nini? Tia bidii. Kavae viatu. Kavae viatu. Kiatu ni Injili, ndio maana vaeni miguuni mwenu Injili ipatayo. Vaeni miguuni mwenu tayari upatao Injili. Kavae viatu vyako. Akafanya hivyo, kisha akamwambia jivike nguo yako ukanifuate. Kwa hiyo imetajwa viatu na nguo, lakini hapa amesema jifunge. Jifunge. Petro anajifunga nini? Tunajua kujifunga ni mkanda, lakini hatujaambiwa hapa kulikuwekwa na mkanda. Nimekuambia alimpiga ubavuni. Inamaanisha alimwamsha katika. Petro alikuwa amelala. Ndio maana hapa chini maandiko yakasema Petro alidhania yuko kwenye maono, maana alikuwa katika roho. Akasikia sauti kutoka malaika akisimama karibu naye katika roho. Akasikia akimwambia, akampiga ubavuni. Inamaanisha akamwamsha katika roho. Kujifunga inamaanisha rudi mwilini. Ndio jifunge. Ajifungie katika chumba cha mwilini, yani mwili. Alafu anaambiwa vaa viatu vyako. Viatu ni Injili. Kwa hiyo sisi ambao tunatolewa katika dhambi, ni roho zetu zinavutwa. Ndio maana Mungu anataka moyo. Lakini matendo ya moyo yakiwa ni matakatifu, pia mwili utakuwa mtakatifu. Usiseme umeokoka rohoni huku unazini. Usiseme umeokoka rohoni huku una mapambo. Hapana, huo sio wokovu. That is X. Inasema akamwamsha. Ndipo mtakapoamshwa kutoka kwenye usingizi wa dhambi, kutoka kwenye magereza na makaburi ya mashetani, magereza ya elimu za uongo, na mnaambiwa jifunge. Kujifunga, mnaamshwa katika roho. Ndo zinaamshwa. Zikiamshwa, roho yako ikiamshwa, kumaanisha umeokoka, si ndio? Ndio kikombe kinasafishwa ndani. Halafu jifunge. Jifunge ni nje sasa yako. Ndani umepigwa ubavuni ukaamka. Kupigwa ubavuni ukaamka. Jifunge ni nje sasa mwili. Sasa mwili wako unaambiwa jifunge mwenyewe. Inamaanisha acha dhambi za mwilini mwenyewe. Acha mapambo, acha kusuka, acha vimini, acha kuvaa nguo za wanaume. Wachana na kila namna ya uchafu mwenyewe. Dhambi za mwilini zinaachwa mwenyewe. Lakini za rohoni ndo unaambiwa unapigwa ubavuni. Alafu unaambiwa vaa kiatu na uvae nguo. Kiatu ni Injili. Shika neno la Mungu. Nguo ni utakatifu. Nguo ni utakatifu. Haleluya. Nguo ni utakatifu. Sasa kama umeambiwa vaa utakatifu na neno la Mungu, vitu viwili. Kwa kuwa umetolewa katika gereza la dhambi, gereza ambalo ulikuwa unaenda kuuawa katika roho yako kuangamia. Naona wakati unaenda kwa kasi sana, nikusomee kitabu cha Waefeso 5:17 ama nikusomee kwanza Wathesalonike 2 mstari wa 3. Wathesalonike 2 mstari wa 3 kwanza. Wathesalonike 2 mstari wa wangapi? Wa 3.
wa kwanza 2 mstari wa 3. Wathesalonike wa pili 2 mstari wa 3, maandiko yanasema mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji siku ya Bwana ama unyakuo usipokuja kwanza ule ukengeufu. Ukengeufu ni injili za mashetani, ni modern Christianity ama Roho Mtakatifu wa kisasa. Ukengeufu ni kubadilika, mabadiliko katika utakatifu, unabadilika unakuwa utakatifu wa uongo, mabadiliko kwenye dunia tu yetu ya sasa. Alafu inasema akafunuliwa yule mtu wa kuasi. Mtu wa kuasi ni spirit. Kumbuka sisi katika ulimwengu wa roho tunaonekana mtu mmoja, maana tumejazwa na Roho Mtakatifu mmoja, tunafanana. Lakini hapa umeambiwa mtu wa kuasi, yeye ambaye anajigeuza nuru na kukaa katikati ya watakatifu, ambaye ni Ibilisi, mwana wa kuasi. Mtu wa kuasi ni shetani. Akafunuliwa. Si amejifunua makanisani mwenu? Si mnatenda dhambi madhabahuni? Si mnatenda dhambi, mnavaa viaibu, hamna uoga wa Mungu? Makanisa yamejawa dhambi yote. Ndiyo, mtu wa kuasi amefunuliwa tayari. Sasa kumaanisha siku ya Bwana inakaribia. Alafu ikasema ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu. Watu wamejiinua nafsi yake. Huyo mtu wa kuasi amekuja kwa njia nyingi. Njia ya kwanza ni hela. Watu wameinua hela sana kuliko kumuinua Mungu. Njia ya pili ya mtu wa kuasi kujifunua kupitia utajiri, kupitia ndoa, sijui maombi ya ndoa, sijui madhabahu, yani injili tofauti na msalaba na ondoleo la dhambi. Huyo ni mtu wa kuasi kiitwacho Mungu. Hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Turudi kwenye kitabu cha Waefeso. Kitabu cha Waefeso 5 kuanzia 7. Inasema, sikiliza kimakini na naelekea kumaliza. Waefeso 5 kuanzia 7. Inasema, basi msishirikiane nao. Acha kushirikiana na watu ambao wanapotosha neno la Mungu. Acha kushirikiana na watu ambao hawaendi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Acha kushirikiana na wahubiri wanaohubiri tamaa zao na mapokeo ya kibinadamu. Acha, maandiko yanasema basi msishirikiane nao. Acha kushirikiana, kwa kuwa wewe unajua ukweli. Usishirikiane na uongo, ni dhambi. Anasema, kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Zamani mlikuwa giza, lakini sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Yaani zamani mlikuwa wenye dhambi, zamani mlifuata mafundisho ya mashetani, zamani mlipenda anasa na vitu vya ulimwengu, lakini sasa mmekuwa nuru katika Bwana. La zamani mlikuwa mnasuka, zamani mlivaa, wanawake walivaa nguo ziwapasazo wanaume, zamani wanaume waliwapiga wake zao, zamani watu walitumia dawa za kulevya, zamani mlijaa katika dhambi na uovu wa ulimwengu wa sasa. Zamani mili yenu mliitoa ili kuwa dhabihu ya dhambi, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana Yeshua. Sasa mmejua ukweli. Zamani mlikula meza ya bwana ya mashetani. Zamani mliabudu katika kupotea kwenu na mkajiangamiza nafsi yenu. Lakini maandiko yanasema, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru. Sasa mmekwisha kuwa nuru. Enendeni kama watoto wa nuru. Tazama, mmetembea usiku kuchwa, mmetembea katika giza la dhambi,
wengine wamezini, wengine wameua, wengine wamebaka, wengine wameishi kwa chuki, wengine wameavya mimba. Lakini maandiko nasema, bali sasa ninyi mmekuwa nuru, nendeni kama watoto wa nuru. Hakuna dhambi kubwa wala ndogo mbele za Mungu. Hakuna dhambi isiyoweza kusamehewa na kufutwa. Fuata maagizo ya msamaha wa dhambi, maana ule ufalme ni mfalme wake ni mkali sana. Hapendi dhambi, kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli. Niliwaambia, nazidi kuwaambia, tafuteni mema wala si mabaya. Yachukieni mabaya, yatendeni mema. Ushindeni ubaya kwa wema. Maandiko imesema, bali tunda la Roho, matendo ya nuru ni katika wema wote, haki na kweli. Kweli ni neno la Mungu. Baba, waijue kweli, neno lako ndilo kweli. Haki ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Wema ni matendo. Vitu vingapi? Vitatu. Wema ni matendo, lazima utende mema, utende utakatifu. Maandiko yamesema, wakamwita mwana wa Adamu mwalimu mwema. Akasema hakuna mwema ila yeye wa mbinguni. Mungu ndiye mwema. Mungu akiishi ndani yako utakuwa nini? Mwema. Tafuta aishi uwe mwema. Inasema, wala msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza, bali myakemee. Nimekemea meza ya mashetani iliyokulwa na vijana hawa. Haleluya! Ndio maana bali myakemee, msishirikiane, bali myakemee, kwa kuwa yanayotendeka kwa siri ni aibu hata kuyanena. Watu wanakuja kwenye Biblia, wanakuja na Biblia na mitandao, wanakuja shalom, haleluya, lakini maandiko yamesema kwa kuwa yanayotendeka kwao kwa siri ni aibu hata kuyataja. Dhambi zao za siri, uovu wanaoutenda ni aibu hata kuyataja. Muamini Mungu tu, muamini Mungu tu, muamini Mungu tu, muamini Mungu tu, asema Bwana wa majeshi. Haleluya! Ni aibu kuyataja hata kuyanena, lakini yote yaliyokemewa hudhihirishwa na nuru, maana kila kilichodhihirika ni nuru. Hivyo usema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangazia. Amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu wa kukula meza ya Bwana. Ufufuke katika wafu wa kubatizwa kwa maji mengi. Ufufuke katika wafu wa Utatu Mtakatifu. Ufufuke katika wafu wa kujita manabii, mitume na wainjilisti. Amka wewe usinziaye, ambaye unaelekea katika wafu. Amka, fufuka kutoka kwenye wafu. Haleluya! Amka na ufufuke, na Kristo atakuangazia nuru ya utakatifu. Amka, toka kwenye cult na elimu na madini za uongo. Amka wewe, amka, ufufuke. Kufufuka ni kujazwa Roho Mtakatifu. Hali kaitri katrisai. Holy, 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 holy. Mighty Holy Spirit. Rasitri hisa godra imasai. Nasoma kitabu. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni zamani za uovu. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni zamani za uovu. Haleluya! Na ikaendelea kusema, kwa sababu hiyo msiwe wajinga. Mtu asikuchukue kama mjinga na kukufundisha vitu asivyosema Mungu.
msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Bali msiwe wajinga. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu yaliyo mapenzi ya Bwana. Haleluya. Bali mfahamu yaliyo mapenzi ya Bwana. Msifanywe wajinga. Mtu asikuje, Bwana amesema. Mwambie Bwana huyo anitokee pia, mimi nataka kumsikia kwanza. Maana kumekuwa na bwana wengi duniani. Haleluya. Tumekuwa na bwana wengi sana. Mungu kumjua sasa hivi lazima mwenyewe ajitokeze. Sai. Kwa sababu hiyo, naendelea chini nasema, tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho Mtakatifu. Mnanisikia? Tena msilewe kwa mvinyo. Msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho Mtakatifu. Ni Biblia sasa hivi, si tafsiri tu, ni Biblia yenyewe. Bali mjazwe Roho Mtakatifu, mkisemezana kwa zaburi, tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana moyoni mwenu. Hii hapa pa moyoni. Kuna wakati umekaa unasikia wimbo unaimbwa moyoni. Ndio hiki Roho Mtakatifu anakifanya sasa. Ndio maana unaweza kaa ukasikia, kaniambia moyoni mwangu usili. Unasikia kama mtu anaimba ndani yako. You are filled with the Holy Spirit. Hata kama you are not speaking in tongue, it is almost. Ndio maana anaimba sasa ndani yako. Kaniambia moyoni mwangu usilie tena. Ninajua shida zako, mimi nitazitatua. Anaimba kulingana na hali yako ulivyo. Ukiwa mwenye furaha utasikia akiimba, upendo, 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 upendo wa Yesu. Utaona akiimba nyimbo za furaha kwa zaburi, tenzi na kumshangilia Bwana. Msilewe kwa mvinyo. Sasa kwa mfano tutumie wine, bado ni mvinyo tu, si ndio? Nasema Paulo anasema mnywe mvinyo kidogo. Kama niwaambie mwende mzini kidogo, mwenyewe utaamua, kwa sababu utakuwa unafanya dhambi. Hakuna kitu kidogo wala kikubwa. Dhambi ni dhambi. Kwa hiyo mvinyo, ikiwa ni msilewe kwa mvinyo, msilewe. Imeambiwa mjazo Roho Mtakatifu. Yaani msikunywe hizo mapombe kwamba ndio mnafanya meza ya Bwana. Jazweni Roho Mtakatifu. Biblia si imesema hivyo. Asante sana, mpate kubarikiwa. Neno la Mungu libaki kuwa hai na milele. Mimi ndimi Yeshua, Kristo wa mataifa, ajaye kwa upanga na kwa fimbo ya chuma kuyatawala mataifa. Mimi ndimi Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Tazama sasa mwisho wa wanadamu wote umefika, na kila atakayetubu dhambi akajazwa Roho Mtakatifu, na kuahidi sasa hivi utakuja kukumbuka. Haleluya. Na kuahidi sasa hivi utauona ufalme wa mbinguni, kwa maana ufalme huu wamewekewa watakatifu, na wewe utakuwa mmoja kati ya watakatifu watakaoirithi. Asante sana, mpate kubarikiwa.